kukukaribisha sana hapa Itigi, makao makuu ya jimbo letu jipya la Itigi. Binafsi nikupongeze kwa kazi ambayo unaendelea kuitumikia chama chetu na nchi yetu kwa ujumla. Sina mashaka na kazi zako, na wewe miongoni mwa vijana wachache walioaminiwa na mwenyekiti wetu wa chama taifa na halmashauri kuu kuongoza idara ya uenezi. Ndugu mgeni rasmi, leo umefika Itigi, lakini watu hawa wa Itigi wanakipenda Chama cha Mapinduzi. Leo umekuja mwezi wa kwanza, wakati mzuri wa kilimo, na watu hawa, watu wa Itigi wengi wamejiajiri katika sekta ya kilimo. Nikwambie tu mgeni wetu rasmi kwamba jimbo letu la Itigi iko miradi mingi sana ambayo imetekelezwa chini ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hivi tunapozungumza hapa Itigi, miaka kadhaa iliyopita tulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Maeneo yote tulikuwa tunatumia maji ya kisima. Lazima upate maji, lazima utengeneze kidude kinaitwa mkosi ili uchote maji. Lakini leo tunao mradi mkubwa wa bilioni za fedha ambazo unatekelezeka hapa Itigi na watu wanakunywa maji safi, na tunapiga makofi mengi kwa Daktari Samia. Hivi tunapozungumza mgeni rasmi, hii ni halmashauri ya Itigi, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi imetujengea hospitali ya wilaya kwenye jimbo letu la Itigi. Hivi tunapozungumza, maeneo yote hakuna mahali ambapo pana boma la zahanati ambao halijaezekwa. Maeneo yote maboma ya zahanati yameezekwa na yanaendelea kufanya kazi. Lakini ndugu mgeni rasmi, sisi watu wa Itigi, kama ambavyo tulipiga kura nyingi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan na chama chake, ni kwa sababu ya mambo mengi na makubwa ambayo ameyafanya kwenye jimbo letu la Itigi. Hii Itigi unaiona hivi leo haikuwa hivi, ilikuwa na changamoto nyingi sana. Kwa mimi nichukue nafasi hii kukushukuru sana, lakini tupelekee salamu za pongezi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameifanya hususan kwenye jimbo letu la Itigi. Natambua leo ni mkutano wako wa kwanza kwenye mkoa wetu wa Singida, na tangu asubuhi umefanya kazi kubwa sana kwenye wilaya yetu ya Manyoni, na leo unahitimisha kwa kufanya mkutano wa hadhara hapa. Sasa hawa watu wa Itigi wanao mambo machache ambayo kwa kweli wangetamani na wewe uyasikie kama mwenezi wa taifa wa chama chetu, lakini msemaji wa chama chetu. Kama nilivyosema pale awali, sisi watu wa Itigi uchumi wetu mkubwa ni kilimo, lakini mwaka huu ulioisha wa 2025 kumekuwepo na changamoto kubwa sana ya kuporomoka kwa bei ya dengu kwenye eneo hili la Itigi. Watu wamelima kwa wingi, lakini bei imetuangusha, bei imekuwa iko chini sana. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba hili ulichukue na uende nalo lifanyiwe kazi. Sisi hapa dengu ndiyo dhahabu yetu nyeupe kwenye jimbo letu la Itigi. Hili jambo likifanyiwa vizuri, nataka nikwambie maisha ya wana Itigi yatabadilika sana. Lakini hapa tunapozungumza Itigi ni eneo ambalo stesheni kubwa ya reli ya kisasa ya treni ya mwendo kasi SGR itajengwa hapa. Na tunashukuru sana kwa sababu sisi wana Itigi tunaona tumejaliwa sana kwa sababu stesheni kubwa itajengewa hapa. Lakini iko changamoto ndogo ambayo mgeni rasmi uichukue pia hii, na ningependa kwa kweli usikie. Wana Itigi wametoa maeneo yao, wametoa mashamba, wametoa maeneo ya nyumba na kadhalika, lakini swala la fidia ya SGR imekuwa ni changamoto mpaka leo. Watu wengi bado hawajalipwa hizi fidia. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba hili ulichukue. Sasa imekuwa ni muda mrefu watu hawalimi mashamba, hawaendelezi nyumba, hawaendelezi na mambo mengine.
Tungependa kuona watu hao wanalipwa fidia kwa wakati, ili basi waweze kuendelea kufanya maendeleo kwenye majukumu yao. Ndugu mgeni rasmi, jambo la tatu na la mwisho kwa siku ya leo, jimbo la Itigi kwa upande huu, maeneo haya ya Itigi ni wakulima wazuri wa dengu, lakini kuanzia Mitundu na kuendelea kule ni wakulima wazuri sana wa tumbaku. Sasa imekuwepo kero ambao wakulima wa tumbaku ambao wanategemea zao hili kwenye uchumi, wamelima, wameuza, wengine wana miaka miwili, wengine mwaka mmoja, wameuza zao la tumbaku, lakini mpaka tunapozungumza wakulima wengi hawajalipwa fedha zao na mazao yao yalishachukuliwa. Sasa mimi kama mwakilishi wa wananchi hawa ambao walinipigia kura nyingi kwa kukiamini Chama cha Mapinduzi, nimeona ni vema niyaseme haya. Wewe kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi, naamini utatoa maelekezo ili wananchi hao waweze kufurahia kazi za mikono yao na waweze kupatiwa haki yao. Itigi oye! Mwenezi oye! Ndugu mgeni rasmi, nichukue tena fursa hii kukukaribisha sana Itigi.